Na anasema tena Imam Shafi, tawakkaltu ala Allah. Anasema Imam Shafi, tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa ayqantu anna Allah la shakka raziqi wa ma yakun min rizqin falaysa yafutuni walau kana fi qa'il bihari alawamiqi sayati bihi Allah alazim bifadlihi walau lam yakun minni allisan binatiqi ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. Anasema namtegemea Allah katika riziki, yeye aliyoniumba mimi, na niko na yakini hakuna shaka yeye Allah ndo mwenye kuniruzuku mimi, na ile ambayo kwamba ni riziki yangu sitawahi ikosa. Hata kama iko katika kina cha bahari, Allah ataniletea riziki hiyo kwa fadhila zake kubwa. Hata kama mimi sina ulimi wa kujitetea kupata haki yangu, riziki yangu nitaipata. Kwa nini tena nafsi inababaika, haina amani, haina utulivu? Waqad qassama arrahmanu rizqa alkhalaiqi, na Allah tabaraka wa taala ameshaigawanya riziki za waja. Ndugu zangu, Ka'b al-Ahbari rahimahullah taala alikuwa akitembea, ametoka yuenda kufanya biashara, manake ni msomi, alikuwa ni mfanya biashara mzuri, lakini njiani akafika akakutana na ndege, ameumia, hawezi kuruka, hawezi kupaa. Akajiuliza, huyu ndege maadamu hawezi kuruka, ni nani atamlisha? Si atakufa njaa? Akasema, wacha mimi nitulie kando nimwangalie huyu ndege, atakufa njaa ama atapata mwenye kumlisha. Baada muda mfupi ameona ndege mwingine amekuja na chakula, yomlisha huyu ndege ambao kwamba hawezi kuruka. Ka'b al-Ahbar akasema, mbona sasa najisumbua? Ikiwa Mungu amemjali ndege asilale na njaa, akamleta ndege mwingine kumlisha, mimi ya nini nifanye biashara? Wacha nirudi nyumbani, riziki zitakuja zenyewe. Ka'b al-Ahbar amerudi zake nyumbani, akwenda biashara. Yule mgonjwa ameletewa riziki, na Allah amempatia jukumu mwingine kumletea riziki, na mimi pesa nitaletewa, wacha nisome. Akaja msomi mwingine amwambia Ka'b al-Ahbari, mbona wewe hujaenda kwa biashara? Akaeleza ile situation, nimeona ndege mgonjwa ameletewa chakula na ndege mwingine, ikiwa Allah amemjali ndege, sini aula nijali mimi? Yule msomi akamwambia, ya Ka'b, limadha ikhtarta an takuna at-ta'ira ad-da'ifa wa lam takhtar an takuna man yut'imuhu? Kwa nini wewe umechagua kuwa ndege mgonjwa asiyejiweza, haujachagua kuwa yule ndege mwingine anayemlisha asiyejiweza? Kwa nini wewe usitafute uwalishe usiojiweza, lakini wewe ndio ubakie ungojee kulishwa? Mbona umechagua kuwa mtu dhaifu badala ya kuchagua kuwa mtu wa nguvu? Mbona umechagua kuwa ndege dhaifu badala ya kuchagua kuwa ndege yule anayemlisha mwingine? Kwa hiyo vijana wenzangu, twendeni mbio, tuhangaikeni, tufanye bidii. Jua ya kuwa sisi wengi tunaweza kuvumilia njaa, lakini hatuwezi kuvumilia moto wa Mungu. watafna alladhadhatu mimman nala safwataha wa yabqa alithmu watafna alladhadhatu mimman nala safwataha min alharami wa yabqa alithmu walaru tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar. Utamu wote, starehe zote, mbio zote zitaisha. Ndio utapata utamu, lakini itaisha, lakini mwisho itabakia madhambi na aibu. Ikiwa utaipata hapa duniani, utaipata siku ya kiyama, yauma tubla sarair. Lakini utamu kiisha, mwisho inabakia adhabu. Hakuna kheri kwa kitu kitamu ambao kwamba baada yake moto utakungoja. Kheri hamna hapo. Ikiwa sisi tuko na akili, ima tutatanguliza madhambi tustarehe kisha tungojewe na adhabu, au tutatanguliza kumtii Allah tupate uzito na mashaka kisha tungojee malipo kwa Allah. Wa inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, na Allah apotezi ujira wa yule atakayefanya mazuri. MBTV, dira ya maisha yako.